Kwa kweli nimeumia sana, disappoint sana mashabiki, hasa hususan mashabiki. Mpira umetoa watu mbali, watu wametoka nje ya nchi, watu wametoka mikoani, wamefodi gharama, kulipa hoteli, kulipa ingilio kwa sababu kuja kuangalia mechi. Alafu mwisho wa siku imetokea la kutokea. Mechi haikuchezeka kwa sababu mimi nasema kwa sababu tu ya uzembe. Huu ni uzembe na hii inasababisha hata mpira wetu unarudi nyuma. Na hasa katika upande wa viongozi, hasa katika upande wa TFF na bodi ya ligi. Huu ni uzembe umefanyika na baadhi ya watu wanapaswa kuwajibika kwa hili lililotokea. Kwa sababu Simba ukikaa chini ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, Simba wako sahihi, Yanga wako sahihi kwa kila mtu usimamia hoja yake. Tunaomba kwa sababu kanuni zinaeleza wazi. Timu ngeni inahitajika ifanye mazoezi siku moja kabla ya mchezo, muda ule wa mchezo husika, muda ule wa mechi. Kanuni zinaeleza hivyo na imekuwa ikifanyika hivyo miaka nenda miaka rudi. Simba wanakuja kufanya mazoezi, wanazuiliwa kufanya mazoezi. Kwa sababu wamekataliwa kufanya mazoezi na ni haki yao ya msingi. Hizi tu wamekataa kuja kucheza mechi. Ni kweli kabisa wamesimamia misimamo yao na uwezo kuwalaumu. Yanga kadhalika na Yanga pia. Yanga ndo walikuwa wenyeji wa mchezo. Na wao wanasema mechi inachezwa pale pale. Kwa sababu hapa wahusika wakubwa ni viongozi. Kwa sababu kama kanuni inaeleza wazi, kwa nini wasingetoa taarifa? Wanasema Simba atoe taarifa. Taarifa atoe wapi sasa? Wakati kila kitu kinajulikana na kipo wazi, kanuni zote zipo wazi. Wataka Simba atoe taarifa. Kwa sababu kwa mjibu wanasema Simba hajatoa taarifa. Watoe taarifa wapi wakati kanuni inaeleza wazi? Kama timu ngeni atakayoje icheze mechi, ije ifanye mazoezi katika uwanja wa mechi husika. Muda ule wa mechi husika. Muda kama ule mechi ambao unachezwa. Alafu nasema atoe taarifa. Atoe taarifa kwa nani wakati kanuni iko wazi? Watoe taarifa kwa nani? Kwa hiyo baadhi ya viongozi wanapaswa kuwajibika kwa hili. Huu ni uzembe. Na hii sio mara ya kwanza. Ilishafanyika mara pili hivyo. Kwenye mechi kama mwaka mmoja miwili nyuma iliyopita. Mechi ya Simba na Yanga. Ilishailishwa hivyo. Mechi ilipangwa kesho saa 11, baadaye wakasogeza mechi saa 1, Yanga kagomea mechi. Wakasema kabisa mechi itakuwa kuahirishwa, taarifa kuahirishwa kwa mechi itakuwa utoe masaa 48 kabla ya. Wao masaa matatu mbele wamesogeza mechi mbele, Yanga kagomea mechi na kwenda kucheza. Na hicho anakuja kujudia mara pili. Alafu tunakaa tunasema ligi yetu bora, ligi yetu namba 5 kwa bora Afrika. Kwa vitu kama hivi inatuchafulia mpira wetu. Haipendezi. Kama vitu viko wazi, watu wa mpira uchezwe. Sio kanganyiko kama hii. Watu wanatumia gharama blaza. Mtu wanatoka Rwanda, wanatoka Kenya, wanatoka wapi. A lot of money wanatumia kuja kuangalia mpira, afu nakuja kuambia mechi hamna. Mtu kalipa hoteli, kalipa tiketi ya ndege, anakuja kuangalia mechi hamna. Inakuwa haipendezi na inarudisha mpira wetu nyuma. Naitwa Amani Mabwe, dereva bodaboda Moroko. Mimi maoni yangu bwana kwa hili swala lililojitokeza hili la Simba na Yanga hili. Ujue bwana hii soka yetu hapa kuja kuangalia soka tunasema kwamba iko na kiafrika iko nafasi ya ngapi? Ya 4, si ndio? Lakini sasa nafasi ya 4 mbona vitu vinajitokeza vitu vya ajabu kitu ambacho kinakuja kuzuia, yani kuja kufanya mechi sichezwe, kitu ambacho hakina hata mantiki yoyote, yani kitu ambacho ajabu kabisa yani. Hapo kuna watu wametoka masehemu mbalimbali wanakuja kufuatilia mechi, kuja kuangalia mechi, wanapata hasara, wengine wamelala kwenye mahoteli, gharama kibao wametumia. Alafu leo mnakuja yani mchezo unakuja kukosekana tu kwa kitu ambacho hakina hata faida yoyote, hata mpango wote, yani eti kwamba watu wamezuiliwa. Ni sawa, Simba alikuwa ana haki kwamba kufanya hivyo. Na inajulikana kwamba hii ipo. Timu pinzani lazima afike pale uwanjani afanye mazoezi. Sasa wale waliofanya hilo jambo kwamba kuwazuia wale ni makosa ndio. Mimi nilichokuwa naomba wa TFF, bodi ya ligi wakae waangalie ile swala na waliofanya ile kadi kama hizo hapo. Mimi naomba yani waadhibiwe, kiukweli waadhibiwe kwa sababu kosa kama hilo yani kosa ni kubwa. Kwanza kisoka tunarudisha soka letu nyuma. Alafu kingine hivi kwa nini Simba na Yanga timu hizi waga zinalelewa tu sana hivi? Watu timu hii inafanya inavyotaka yenyewe, hii inafanya hivi inavyotaka yenyewe. Kwani Simba na Yanga ni timu tu zenyewe ndio kubwa tu hapa Tanzania? Sawa ni kubwa, lakini na hizi mbao zingine. Alafu kingine unakuta Simba na Yanga wenyewe, sijai kuona mimi mechi ipango eti Simba na Yanga au Azam wacheze saa 8. Wengine ndio wanaocheza saa 8. Kwani hizi ni klabu za nchi gani na hizi klabu za nchi gani? Wenzetu Ulaya tunaona kama jana tumeona Man City kacheza saa 9. Ni timu kubwa lakini inacheza muda ambao umepangiwa. Lazima icheze. Sasa wanacheza tunaona tu Prison, KMC saa 8. Mtibwa sina nani saa 8. Simba na Yanga hakunaka tuone tu wamepangwa wacheze saa 8. Hivi kwa nini? Mbona
kama kuna ubaguzi au kama kuna uonevu fulani. Mimi yangu ni hayo. Kwa majina mimi naitwa Amani Mabwe.